Katika anga lililojaa moshi wa vita na kelele za ndege za kivita, kauli ya ajabu na ya kushangaza ilisikika kutoka moyo wa mamlaka ya kijeshi ya Israeli. Akiwa ndani ya makao makuu ya kijeshi ya Kiria jijini Tel Aviv, Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alitoa ujumbe uliotikisa siasa za Mashariki ya Kati, ujumbe uliokuwa na mchanganyiko wa tahadhari, kejeli na ishara ya nguvu ya kijeshi. Tokeni nje, sherekeeni Norazi, alisema kwa sauti thabiti, huku nyuma yake wakisimama wakuu wa jeshi, wapelelezi na makamanda wa anga. Lakini haikuwa salamu ya kawaida ya mwaka mpya, bali ilikuwa ni kauli iliyosheheni kimvuli cha vita. Kwa mujibu wa waziri huyo Netanyahu, ndege za kivita za Israeli zinaendelea kufanya mashambulizi ndani ya Irani, zikilenga kile alichokiita magaidi walioko chini ya ardhi, barabarani na kwenye mkutano wa miji, hata katika viwanja vya umma. Hii si tu operation ya kijeshi, ni ujumbe wa kisaikolojia. Ni ishara kwamba anga ya Irani kwa muda huu si salama tena kama ilivyokuwa hapo awali. Ni sauti ya taifa linalotaka kuonyesha kuwa linaweza kufika popote na wakati wowote. Katika hatua inayozua mjadala mkubwa duniani kote, Waziri Netanyahu alidai kuwa ndani ya saa 24 zilizopita, taifa la Israeli limefanikiwa kuwaondoa viongozi wawili wakuu wa mfumo wa usalama wa Irani, Ali Larijani, katibu wa Baraza la Usalama wa Taifa, pamoja na Golomreza Soleimani, mkuu wa wanamgambo wa Basji chini ya Islamic Revolutionary Guards Corps, jeshi la mapinduzi la Kiislamu IRGC. Ikiwa madai haya ni sahihi, basi hii ni pigo kubwa kwa mfumo wa ulinzi wa Irani, pigo linaloweza kubadili mwelekeo na mgogoro mzima katika medani za kivita. Norazi, ambayo kwa kawaida huadhimishwa kwa furaha, moto wa sherehe na matumaini mapya, sasa imejikuta katikati ya mvutano wa kijeshi. Badala ya fataki za sherehe, anga linaangazwa na milipuko ya makombora. Badala ya nyimbo za furaha, kuna sauti za tahadhari na hofu isiyo kifani. Na bado Waziri Netanyahu anawaambia wananchi wa Irani washerekee, kauli ambayo wachambuzi wengi wanaiona kama mbinu ya kisaikolojia kujaribu kutenganisha wananchi na uongozi wao. Hii si vita ya silaha pekee, ni vita ya taarifa, ni vita ya hofu, ni vita ya nani anaweza kudhibiti simulizi vitani. Kwa upande mmoja, Israeli inaonyesha uwezo wake wa kijeshi na kijasusi. Kwa upande mwingine, Irani inabaki kimya kwa tahadhari, ikitathmini hatua inayofuata katika medani za kivita. Mataifa makubwa yanatazama kwa karibu, yakihofia kwamba kauli kama hizi zinaweza kuwasha moto mkubwa zaidi wa kivita katika eneo ambalo tayari limechemka. Je, huu ni mwanzo wa mapambano makubwa zaidi, au ni onyesho la nguvu linalolenga kuzuia vita kamili? Katika historia ya vita, mara chache sana ujumbe wa kusherekea huja sambamba na milio ya mabomu, lakini huu ndio uhalisia wa sasa wa Mashariki ya Kati. Wakati baadhi wanajiandaa kuwasha moto wa Norazi kwa matumaini mapya, wengine wanatazama hanga kwa hofu, wakijiuliza kama mwanga unaokuja ni sherehe au ni shambulio. Na juu kabisa, kama alivyosema Netanyahu, kuna macho yanayotazama kutoka angani. Na hii ni Shehena Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata habari za uhakika.